Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na ni wakati mwingine nikutakie heri ya Pasaka, maana Yesu Kristo hakika amefufuka katika wafu zaidi ya miaka 2000 iliyopita, na sasa tunasherekea leo tukikumbuka, hasa tukisherekea siku majira kama haya wakati Yesu alipofufuka. Na leo tunataka tuangalie ujumbe unaosema kufufuka kwa Yesu Kristo ni ushindi kwetu. Kufufuka kwa Yesu Kristo ni ushindi kwetu sisi waaminio, sisi wana wa Mungu ambao ni wale hapa naongea na watu ambao wamekubali kumpa Yesu maisha na kukubali kufuatana na kukaa katika lile kusudi. Maana yake Yesu, Biblia inasema katika kitabu kile cha Yohana 1:12, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, ni wale walioamini jina lake. Kwa hiyo ninaongea na mtu ambaye unanitazama, unanifuatilia katika kipindi hichi cha Pasaka, tukifikiri kwa nini Yesu alikufa msalabani na nini kilichopatikana baada ya kifo cha Yesu. Hayo ni maswali ya msingi ambayo kila mtu ambaye anaamini kwamba Yesu Kristo kwenda kwake msalabani, kama nabii Isaya alivyosema katika Isaya 53, nisoma sura yote lakini nataka usome mstari wa 4, anadhihirisha lile kusudi la Yesu Kristo kwenda msalabani. Na kusudi lile la Yesu kwenda msalabani lilileta ukombozi kwa mtu mmoja ambaye ni mimi na wewe. Ilileta kupatanishwa tena na Mungu. Maana yake tulikuwa tumetengwa na Mungu. Ushirika wetu na Mungu ulikuwa umevunjika kiroho, kimwili. Kwa hiyo maana yake maisha yetu tulikuwa tuko kama watu wasiokuwa na makazi maalum. Lakini ashukuriwe Yesu Kristo kwa sababu baada ya kuja kutulipia gharama na kuturejesha, kama Paulo alivyosema katika ile Wakorintho wa pili sura ya 5 kianza kuanzia 18, 19, 20 hadi 21, unaona kwamba kusudi la Mungu kumtuma Yesu Kristo ni kwa faida ya kutuokoa. Ni kwa ajili ya wokovu wetu, ni kwa ajili ya sisi tuweze kukombolewa. Kwa hiyo nataka tutafakari mambo ya msingi katika sikukuu hii ya Pasaka, ambapo inaadhimishwa ulimwenguni kote, hasa katika yale mataifa ambayo ni Wakristo. Naamini pia hata katika yale mataifa ambayo hayaamini Kristo lakini bado anasherehekea Pasaka, kwa sababu Yesu Kristo mfalme wa falme ni Mungu mwenye nguvu, mweza yote, na anatenda mambo yote, na yeye ndiye aliumba vitu vyote. Swali langu ambalo nataka tujiulize kama wana wa Mungu, kwa sababu wana wa Israeli kwa desturi walikuwa na taratibu ya kusherehekea Pasaka wakikumbuka jinsi walivyotolewa katika utumwa katika taifa la Misri, ambapo wamekaa sana kule wakitumikishwa, wakiteswa. Na ndipo Mungu aliposema na Musa kwa bahari ya kwenda kumwambia Farao kuachilia watoto wa Mungu, ambaye ilikuwa ni taifa la Israeli, ambao alikuwa ni kutokana na ile agano ambalo Mungu alifanya na Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Na taifa la Israeli lilitokana na Yakobo. Hapo tunapata mataifa yale 12, baadaye likawa taifa kubwa, kama Mungu alivyomwaahidi Ibrahimu kwamba uzao wake tabarikiwa, na kuonyesha kazi zile zote ambazo Mungu alikusudia kupitia uzao wa Ibrahimu. Lakini pia alimwambia Ibrahimu mwenyewe kwamba uzao wako utaenda utumwani, lakini baada ya muda fulani wataokolewa. Kwa hiyo ile sikukuu ya Wayahudi ambayo kwao ilikuwa ni Passover, ambayo tunaita Pasaka, ilikuwa ni kusherekea, kukumbuka ile siku ambayo walitolewa utumwani. Na ndio maana ukiangalia wakati wanataka kumsulubisha Yesu, walitaka kila kitu ifanyike kabla ya Pasaka. Na ndio maana hukumu ikatoka Ijumaa, wakamsulubisha siku hiyo hiyo, wakahakikisha wameondoa mwili wake msalabani na wakaenda kumzika. Maana ilikuwa maandalizi ya Pasaka.
walikuwa kwenye maandalizi ya Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu kutufia wakati wa Pasaka ni kudhihirisha kile kitu ambacho walikuwa wanasherekea bila wao kujua, kwa sababu wao walikuwa na tamaduni ya kusherekea siku ya kukombolewa kwao. Na sisi leo tunasherekea sikukuu ya Pasaka kwa sababu Yesu Kristo ametufungua, ametuweka huru, ametukomboa, ametununua kwa damu yake thamani, kama Ibrania 9 anavyosema. Kwa hiyo kwa damu yake thamani aliingia patakatifu kwa damu yake mwenyewe, mara moja akatupatia uzima wa milele. Kwa hiyo unaona nini, swali langu, unaona nini kupitia Pasaka hii, kwa kile kilichofanyika kwa zaidi ya miaka 2000 msalabani na Yesu Kristo? Je, unampa nafasi gani katika moyo wako? Kwa sababu ukisoma maandiko mengi ambayo nitakupa tukaenda kusoma, tunaona historia hapo, tunasoma kama historia ambayo ni kitu kilishatokea. Lakini nataka nianze na haya maswali ili kusaidie kutafakari, upate kuona ni wapi unapohitaji mabadiliko. Ni wapi unapomhitaji Kristo zaidi ili umwambie afanye mabadiliko hayo yatakayoleta nuru halisi ndani yako. Kwa hiyo swali la kwanza lilikuwa ni unaona nini ndani ya Pasaka hii kupitia kile kilichofanyika kwa zaidi ya miaka 2000 msalabani na Yesu Kristo. Je, unaona upendo wa Mungu? Unaona wema wa Mungu? Unaona fadhili za Mungu? Au unaona nini? Sababu nikitafakari Pasaka naona zaidi ya upendo. Upendo wa kujitoa kwa ajili ya watu wengine ni upendo ambao Yesu Kristo alikubali. Hata ukisoma katika Yohana 10, nataka upate kusoma kuanzia 15 au kuanzia 10 yenyewe, pale Yesu alipokuwa anawaambia kwa nini ilimpasa kuendea msalaba. Anasema nalitoa uhai wangu wala sikulazimishwa, nalitoa kwa sababu ya upendo. Tutasoma baadaye. Lakini anasema nina uwezo wa kurudisha uhai kwangu, lakini anatoa kwa sababu ya upendo alionao kwako, alionao kwetu, alionao kwangu. Na ndio maana katika sura ya 8 anaanza anasema mimi ni nuru ya ulimwengu, yeye ajaye kwangu hata baki gizani kamwe. Maana alikuwa anaonyesha njia ya wokovu ni kwake tu tunapata, sio kwa mtu mwingine yote, sio kwa dini ya mtu yote, ni kwa Yesu Kristo. Yeye ndiye aliyekubali kulipa gharama, na gharama hiyo ameshailipa, hata kaalipe tena, imeshapita. Kwa hiyo kilichobaki kwetu sisi ni kujiuliza, je, ushirika wangu na Yesu ukoje? Maisha yangu na Yesu yako katika wastani, yako katika viwango gani? Kwa sababu lazima tuipime kazi yetu, kwa sababu Paulo anasema katika Warumi 12, ukianza kusoma kuanzia mstari wa 9 hadi 12 utaona maneno anaongelea upendo, lakini anasema kuna ile kutoa hukumu, yani tutatoa hesabu ya vile vitu ambavyo tunafanya. Kwa hiyo kama humuoni Kristo aliyesulubiwa na aliyekufa na kufufuka ndani ya maisha yako, basi ni wakati baadaye pia upate muda wa kutafakari na kukubali kumpokea. Kwa sababu neema ya Mungu iwaokoaye wanadamu wote inatuita kuokolewa. Inatuita tuache dhambi na kumfuata Yesu. Katika sura ya Yohana 20, utasoma mwenyewe kwa wakati wako kuanzia mstari wa 1 hadi 10, tunaona historia ya jinsi maongezi yaliyokuwa yanaendelea kati ya wale wanawake wawili walienda kaburini wakitaka kwenda kuangalia kaburi, lakini kilichowakuta kwamba walikuta lile kaburi limefunguliwa na waliokuwa wanamtaka kumuona hawakuweza kumuona. Lakini katika Mathayo 28 ameeleza naye kwa lugha ya uandishi wa tofauti, lakini yote ni kuonyesha kwamba Yesu Kristo wa Nazareti hayupo tena kaburini na alifufuka. Hakuibiwa kama wazushi wengine walivyokuwa wakisema, au kama hata wale wazee wa Kiyahudi walivyokubaliana kuwadanganya kwa kuonga wale walinzi, wakawaambia mkaseme walikuja kuiba wanafunzi tulipokuwa tumelala. Lakini ni kweli Yesu Kristo amefufuka na yuko ameketi mkono wa kuume na atakuja kutuhukumu walio hai na walio wafu. Maana yake hatuna pa kujificha. Njia ni Yesu Kristo. Anasema katika Mathayo 28, sura ya 28 kuanzia mstari wa 1, nitasoma baadhi ya mistari
Anasema hata mstari wa kwanza, hata sabato ilipokwisha ikapambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu ya malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wakfu. Malaika wa Bwana akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mtazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambia wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama, atawatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakapomwona. Haya nimekwisha kuambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. 9. Na tazama, Yesu akakutana nao akisema salamu. Wakawakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha Yesu akawaambia, msiogope, nendeni mkawaambia ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakakoniona. Naweza kuendelea kusoma historia yote, lakini Yesu amefufuka. Na kusudi la Yesu kufufuka ni kutupa ushindi wa kiroho, kimwili, kwa sababu tulikuwa dhaifu, kama Paulo alivyosema katika Wakorintho wa pili, katika Wakorintho wa kwanza 15 mstari 20. Ukiweza kusoma yote soma, kwa sababu kuna watu wanachukuaga mstari mmoja kutafsiri wakisema Yesu akufufuka kwenye hiyo sura, lakini Yesu alishafufuka. Na maandiko yamethibitisha mengi sana kwa habari ya Yesu kufufuka. Kwa hiyo sina shaka, sioni aibu kusema Yesu alishafufuka na anatenda kazi kwa wale wanaotafuta kwa bidii, wanamuona akidhihirisha matendo yake makuu na kudhihirisha utukufu wake, kwa sababu ndivyo ilivyompendeza. Paulo anatuambia katika Wakorintho wa kwanza 15, nitasoma baadhi ya mistari. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 20, nitasoma hadi 21, 22. Wacha nikusomee maandiko. Paulo anasema, lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Maana kwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika kiama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika naye katika Kristo wote watauishwa. Lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye walio wa Kristo atakapokuja. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, unayenitazama na unayenifuatilia, Yesu Kristo alishafufuka, na kilichompeleka msalabani ni kwa sababu ya upendo ambao anataka sisi, mimi na wewe, tuweze kumfahamu, tuweze kuliona hilo pendo la Mungu na kuweza kutafuta ushirika na Mungu. Maana amesema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ni wale waliaminio jina lake, ni wale waliokubali kumkiri na kumpokea, lakini kukubali kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo kila siku. Swala hilo ni swala la hiari na ni la lazima kama utataka kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kuambatana na Kristo ni kukubali kukaa katika sheria yake, kutembea katika kanuni, amri na hukumu zake. Maana tumepewa hizo amri ili tuzitendee kazi. Ndio maana akasema amri mpya nawapa. Anasema amri ya kwanza anatupa ni upendo. Anasema ndipo watu watakapowatazama watajua kuwa ninyi ni wanafunzi wangu. Kwa hiyo upendo ni vazi, upendo ni amri, upendo ni sheria. Kwamba mimi na wewe katika Pasaka hii tunakumbuka nini? Upendo. Tunatakiwa kufanya nini? Kuishi kwa upendo, kwa amani, kwa ushirikiano, utakatifu, uadilifu, haki.
tukiomba hekima ili tuweze kujua nyakati tulizo nazo, maana nyakati tulizo nazo ni za hatari kuliko nyakati zilizopita. Kwa hiyo kazi ya kutafuta upendo, kazi ya kutafuta uaminifu, kazi ya kuishi katika upendo, kazi ya kuvaa upendo kama vazi na kuishi katika upendo kama sheria na amri, ni kwa wale tu waliojaliwa kuzifahamu siri za Mungu na kutembea katika ahadi hizo. Maana Waefeso 5 anatuisi kumfuata Mungu. Naomba nikusomee alafu niimize baadhi ya vitu na kumaliza hapo. Maana ni ujumbe wa Pasaka. Nilitaka niseme kwa ufupi sana. Waefeso 5:1 hadi nitasoma mistari miwili ya kwanza. Lakini nataka pia upate muda wa kusoma 3, 4, 5, 6 na 7 itakusaidia. Lakini pia ujumbe wetu uko katika mstari wa 9 na wa 10. Biblia inasema, hivyo mfuateni Mungu kama watoto wapendwa, kama watoto wanaopendwa, mkaenende katika upendo, kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa Mungu, kwa harufu ya manukato. Ni ujumbe wangu na uchukua kama wako wangu. Ni ujumbe wako, chukua kama wako wako. Mungu anapotupa uchaguzi, maana yake kuna njia mbili. Kuna njia ya uzima na kuna njia ya uovu. Na ndio maana aliwaambia wana wa Israeli katika Kumbukumbu la Torati ukisoma 30, anawaambia chagueni hivi leo. Mbele yako nimeweka uzima, nimeweka laana, nimeweka baraka, nimeweka hivi. Kwa hiyo uchague njia utakayokubali kutembea. Kama ukitaka kuona neema ya Mungu na utukufu wa Mungu, kwa sababu aliniambia nitangaze wema wa Mungu na uwezo wake katika Zaburi ya 96, alinikumbusha neno hilo nilipokuwa katika taifa la Zambia, na aliambia nitangaze ukuu wake na wema wake, lakini matendo yake. Kwa hiyo katika hili tunakumbushwa upendo. Upendo kuanzia ngazi ya familia, upendo kwa ngazi ya taifa, upendo kwa jamii. Maana yake Mungu ametuita tupendane sisi kwa sisi, sababu sisi ni wote ni watu wa Mungu. Lakini kuna tofauti ya kuwa mtu wa Mungu na kuwa mwana wa Mungu. Unapokuwa mwana ni tofauti na mtu, kwa sababu una nafasi ya kumkaribia Mungu zaidi kuliko mtu. Maana Mungu alipokupa nafasi ya kuwa mwana, umehesabiwa haki ambayo kwa asili tulipoteza wenyewe. Kwa hiyo wewe ulimpa Yesu maisha yako, wewe ni mwana, lakini endelea kutafuta ushirika na Baba. Na ndio maana anasema Mungu akawaambia wana wa Israeli katika kitabu cha Mambo ya Walawi, akawaambia sura 20 ukisoma, akawaambia iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Hata katika Waebrania akawaambia tafuteni sana amani na watu wote. Na huo utakatifu anasema kwa maana hakuna mtu atakayeweza kumwona Mungu pasipokuwa na huo utakatifu. Kwa hiyo nimejifunza katika wakati na tafakari juu ya amani ya nchi yetu, nikawa na tafakari hivi amani huwa inalindwa au inatafutwa? Au nikajifunza, Mungu akawa ananipa kutafakari juu ya mataifa yenye vurugu mbalimbali, vita vya wenyewe kwa wenyewe. Nikagundua hata lile taifa ambalo basi watu wanasema mataifa mengi, kwa mfano taifa la Kongo, kuna vikosi vingi vya ulinzi, lakini wao wanasema wanalinda amani. Lakini sijai kuona amani ikiwepo katika taifa lile. Kwa nini? Amani inatafutwa kwa mazungumzo na kuelewana. Haitafutwi kwa bunduki wala hailindwi kwa bunduki. Amani inatafutwa kwa mazungumzo, kwa maridhiano, kwa maelewano, kwa mashauriano. Huo ni ujumbe kwa taifa kwa jumla, kwamba tutafute amani na watu wote. Taifa la Tanzania ni taifa la Watanzania wote. Tuna wajibu wa kuhakikisha tunatafuta amani,
tunatafuta amani kupitia upendo, kwa sababu tabia moja ya kutafuta amani, upendo, huwa na uvumilivu wa hali ya juu. Unakuwa ni mtu, upendo hauhesabu mabaya, upendo haujivuni, hautafuti mambo yake wenyewe. Lakini zaidi ya upendo wa Kristo ambao anatuambia ni ule upendo wa kumthamini mwenzako, kuona ni bora kuliko wewe mwenyewe. Hivyo basi tutakapokubali kwamba kama taifa tumetofautiana, ndio maana Mungu akaweka wengine warefu, wengine wafupi, wengine wanene, wengine weupe, wengine, lakini kwa kusudi la kwamba Mungu alipoweka sheria kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako na kwa akili zako na kwa nguvu zako, akaweka amri ngumu sana ya pili. Anasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Hajasema mpende tu kama ili kwamba akikutendea mema ndio mtendee mema. Anasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Jinsi unavyopenda amani, jinsi unavyopenda ufurahi, kumbuka pia jirani yako anahitaji furaha hiyo. Kwa hiyo tunahitaji kujua kusudi la Pasaka ni upendo. Kilichompeleka Yesu msalabani ni upendo. Kwa hiyo turudi katika upendo. Upendo wa Mungu unaotubidisha kuyakataa maovu na kuambatana na lilo jema. Tafuta amani. Taifa tutafute amani na watu wote, wa vyama vyote, wa kada zote, familia zote zitafute amani pale ambapo amani imetoweka. Amani haitafutwi kwa mtutu wa bunduki, inatafutwa kwa upendo, kwa msamaha, kuachilia msamaha, kutafuta kuleta mazungumzo. Pale watu wanapotofautiana ni kusema tufanye nini. Sio saa ya kusema huyu ndio amesababisha, ni saa ya kutafuta tufanye nini ili tuweze kufanikiwa kama taifa. Kwa sababu tukifanikiwa kama taifa, adui hatapata nafasi ya kuleta mchafuko. Kwa sababu tugundue tuna adui mmoja, Shetani, ambaye hatamani watu wakae kwa umoja na kwa upendo. Ndio maana unamuona ndugu yako ni adui yako kwa sababu umekosa upendo. Unamuona mtu wa chama kingine ni mbaya kuliko wa chama chako kwa sababu ya kukosa upendo. Turudi kwenye msingi mkuu, upendo. Upendo umebeba haki, upendo umebeba uvumilivu, upendo umebeba uadilifu, upendo umebeba hekima, maarifa, na zaidi ya yote ushindi unatokana na upendo. Kwa hiyo Paulo anasema tumfuate Mungu kama watoto wapendwa, wanaopendwa na Mungu. Kama Kristo alikubali, angeweza kushusha moto akawateketeza wale waliokuwa wanamhukumu na asingeweza kumshika. Lakini hata kwa mfano wakati Yesu anaojiana na Pilato, anaambia Pilato anamtishia, anamwambia hujui na uwezo wa kuweza kukufungua. Akamwambia yani huo uwezo ulikuwa nao, lakini sasa kwa sababu nimewekwa chini ya mamlaka yako, wewe hauna dhambi, aliyekuwa na dhambi ni yule aliyenileta kwako. Maana haya yalitokea kutoka juu, hayajatokea chini. Maana yake Yesu alijua yale aliyokuwa anayafanya ni kwa sababu ya kumwokoa mwanadamu ambaye alikuwa ameuza haki yake, ameondolewa ushirika na Mungu, ameondolewa haki ya Mungu iliyokuwa ndani yake. Kwa sababu tumeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu, tulikuwa na haki ya Mungu iliyotokana na uumbaji wa Mungu mwenyewe. Hatukuwahi kwenda kwa Mungu niumbe hivi, nipe hiki. Yeye ndo alipenda kwa mapenzi yake mwenyewe. Na ndio maana katika Mwanzo 1:26 anasema na tumfanye mtu kwa mfano. Haikuwa ni kazi ya Adamu alienda kuomba ukumbwa. Hapana. Kwa sababu sisi wote ni matokeo ya uumbaji. Na kama tunajua kuna muumbaji, tujue kwamba kuna siku atatuadabisha. Tutatoa hukumu ya yale tunayotenda. Kwa neno, kwa mwili au nje ya mwili, tutatolea hesabu. Kwa hiyo niwasihi kwa rehema zake Kristo, niwatakie Pasaka njema. Hiyo Pasaka nataka ukumbuke upendo. Upendo unazidi mambo yote. Biblia Petro akasema tabia ya upendo husitiri wingi wa dhambi.
Ukimwona ndugu yako anapotea, mrejeshe kwa upendo. Usimhukumu, kwa sababu Biblia inasema msihukumu msije mkahukumiwa. Sababu hukumu ile ile mnawapa wengine, nanyi mtahukumiwa. Kipimo kile kile unachokipima inaweza isikukute wewe, lakini ikakuta vizazi vyako. Kwa hiyo tujue kwamba kila apandacho mtu ndicho atakachovuna. Mungu atupe ufahamu kuelewa maneno haya kwa taifa, kwa mtu mmoja mmoja, kwa sababu Mungu yupo kazini. Ni mwaka wa utukufu. Anadhihirisha utukufu wake na nguvu zake, na matendo yake yanadhihirika. Kwa hiyo tusijidanganye kwamba nitafanya hivi nitashinda. No. Mungu yuko kazini. Atendaye haki yu na haki. Tafuta amani na watu wote, na huo utakatifu, maana pasipo huo utakatifu hutaweza kuona mbingu, hutaweza kumuona Mungu. Kwa hiyo Mungu wa mbingu na nchi atubariki. Tukitafuta ushirika na Kristo, tutatafuta amani, tutaishi kwa upendo, tutatembea katika nuru, tutaishi katika sheria, hukumu, amri za Mungu, kwa sababu ndio aliyotuitia kutenda. Heri ya Pasaka, na Mungu wa mbinguni akubariki. Wewe unayenisikiliza, Mungu wa mbingu na nchi awe pamoja nawe, awe pamoja na familia yako, na Mungu awe nanyi nyote. Amen.